Katika kijiji kidogo cha Kiafrika ambapo maisha yalikuwa magumu na ya kawaida, familia moja iliendelea kupambana kimya kimya ili kuishi. Jua lilipozama nyuma ya vilima, waliendelea kushikilia tumaini la kesho iliyo bora. Kila sarafu ilikuwa muhimu. Njaa ilikuwa imekuwa mgeni wa kawaida ndani ya nyumba yao, na hofu ya kesho ilianza kujaza mioyo yao polepole. Usiku huo, mvua kubwa ilianza ghafla. Lakini ndani ya sauti ya radi kulikuwa na jambo kubwa zaidi, mgeni aliyekuwa akitafuta huruma. Msafiri yule mzee alionekana dhaifu na mchovu sana. Nguo zake zililowa maji, uso wake ulikuwa umejaa maumivu, na macho yake yalificha simulizi ambalo hakuna aliyelijua bado. Mzee huyo hakuomba utajiri wala faraja kubwa. Aliomba tu sehemu ya kujisitiri, chakula kidogo na huruma ya kibinadamu. Mama aliogopa kuingiza hatari ndani ya nyumba yao. Katika kijiji ambacho maisha yalikuwa magumu, kuamini watu haikuwa jambo rahisi. Tofauti na wengine, binti alimwona mwanadamu kabla ya kuona hofu. Kitendo chake kidogo cha wema kingebadilisha kila kitu baadaye. Hatimaye familia ilimkaribisha mgeni mezani mwao. Waligawana chakula kidogo walichokuwa nacho, bila kujua kuwa mgeni huyo angekuja kuijaribu mioyo yao. Walipokuwa wakila pamoja, mzee huyo alianza kuuliza maswali ya ajabu. Polepole, mashaka yalianza kuingia ndani ya nyumba kama kivuli kimya. Asubuhi ilipofika, uvumi ulikuwa tayari umeenea kijijini. Hofu ilikuwa haraka, na yule mgeni akawa mada ya minong'ono ya tahadhari. Ghafla matatizo yaliongezeka. Akiba ya familia ilipotea, na kwa muda mfupi sana, imani ikageuka kuwa lawama. Mgeni alikuwa ametoweka. Kwa familia ile, kutoweka kwake kulionekana kama ushahidi wa usaliti. Hasira ikachukua nafasi ya huruma waliokuwa wamempa. Lakini binti alikataa kuamini mabaya kuhusu mzee huyo. Ndani ya moyo wake alihisi kuwa yule mzee alikuwa na huzuni isiyovu. Wanakijiji walianza kumtafuta kwenye njia na misitu ya karibu. Wakati huo huo, hatia ilianza kujificha ndani ya nyumba ya familia ile. Kisha ukweli ukaonekana kutoka sehemu ambayo hakuna aliyekuwa ameitarajia. Pesa hazikuwa zimeibwa kabisa. Ukimya mzito ulitawala ndani ya nyumba. Familia iligundua kuwa walimhukumu mtu asiye na hatia kwa sababu ya hofu na mashaka. Wakati ambao hawakutarajia tena kumwona, mzee yule alirudi. Lakini badala ya kuleta hasira, alileta wema. Hatimaye mgeni alisimulia maisha yake ya zamani. Aliwahi kuwa tajiri na kuheshimiwa, lakini alipoteza kila kitu, hata watu aliowapenda zaidi. Familia ilimuomba msamaha huku machozi yakiwatiririka. Katika muda huo wa hisia kali, wageni waligeuka kuwa familia. Yule mzee hakuwa tena msafiri mwenye upweke. You are no longer a stranger at our table. For the first time in years, I feel like family. Then let us eat together as one family.